Jana tulitafakari maneno ya Mungu, Wakristo wasifuatishe namna ya dunia hii. Leo tunamalizia, lakini nilitaka tu kama mwombaji aliyoomba, tunatamani uamsho. Neno uamsho pengine unafikiri ni kukutana kanisani na kuomba, lakini kama ulimsikia yule aliyekuwa naomba, alisema uamsho tuone katika viwanja vya biashara, maofisini, kila mahali. Alisema tuone uamsho wa watoto wa Mungu. Maana yake ni kwamba hivi, mimi nikishabatizwa, nikishapata kipaimara, nikishawekewa mikono kuwa mchungaji, nikishawekwa wakfu kuwa askofu, haya ni mambo makubwa ambayo Roho Mtakatifu mwenyewe anayafanya anapotenga watu kwa kazi yake. Ndio maana siku nilipoanza nilianza kwa kusema waraka huu Mtume Paulo aliandika kwa Wakristo. Aliandika kwa Wakristo, na nikaza jambo hilo ili mjue ya kwamba mzigo wa Mtume Paulo sio ile siku tunapokata shauri na kumtii Yesu. Kinachomtesa Mtume Paulo, nini kinafuata baada ya kumpokea Yesu? Maisha gani unaishi baada ya kumfuata Yesu? Maisha gani mimi mchungaji naendelea nayo katika huduma baada ya kuwekwa wakfu? Maisha gani mimi askofu naanza kufanya katika kazi zangu mpaka watu waone yule Roho Mtakatifu aliyeombewa siku ile kwenye kipaimara, kwenye ukasisi, kwenye uaskofu, sijui kwenye nini, wamuone yule Roho Mtakatifu katika maisha yao. Na huyo Roho Mtakatifu anatakiwa aonekane sasa katika maeneo yote. Ndio uamsho, kwamba watu wametubu dhambi zao, wameona mambo ambayo walikuwa wanaishi si sawa. Ndio siku ya kwanza watu walikuja hapa, siku ya pili watu walikuja hapa, kwa sababu walitaka kuanza upya. Na mimi nataka niwaambie ndugu zangu, yaani haisaidii chochote kuwa tu Mkristo, haisaidii. Yaani Mungu mbinguni anachongoja ni kumwona mtoto wake anakuwa nuru ya ulimwengu. Maana yake matendo yake yakubaliane na yeye mbinguni, anakuwa chumvi ya dunia. Maana yake ushawishi wake kwa watu wengine aweze kuwavuta mpaka wamtamani huyu Mwokozi aliye naye. Kwa hiyo mimi katika huduma yangu sasa nimestaafu, lakini Mungu aliweka kitu katika moyo wangu. Sehemu nyingi na kote nakozunguka, mzigo wangu mimi, nini kinafuata baada ya machozi yako ya kuokoka hapa? Nini, maisha gani yanafuata? Kwa sababu tukisema uamsho, Roho Mtakatifu amekuja katika maisha yako, haji tu namna hii anakugusa na kuacha. Hapana, anataka kuishi na wewe, kutembea na wewe, anataka kuingia na wewe katika maeneo yote. Kwa hiyo Mungu atusaidie tuliposema kukabidhi miili yetu, tujue ya kwamba kokote mimi kimwili changu kinakoenda ninaongozwa na Roho Mtakatifu. Na hiyo ataniambia, unajua tunachotaka ni kwamba wewe Kristo ujitambue kwamba wewe ni mtu tofauti. Hicho ndio tunatamani, ujitambue. Na Mungu mbinguni, hili neno lote la Mungu liko hapa, anasema limeandikwa ili kutufundisha tupate kuyatambua mapenzi ya Mungu ni nini. Bwana Yesu asifiwe. Warumi sura ya 12 kifungu cha 2. Ndio tunaendelea pale. Jana tuliangalia msifuatishe namna ya dunia hii, na tulitazama hatari ya kuifuatisha dunia, kwamba mwisho wa yote inatufikisha kuabudu sanamu katika mioyo yetu. Na tuliona Biblia inaonya sana kuhusu jambo hilo la sanamu, kwamba inachukua nafasi ya Mungu katika maisha yetu. Leo napenda tutafakari namna tunavyoweza kuishi mapenzi ya Mungu kama watu tuliokwisha jitoa miili yetu kwake, ili iwe dhabihu iliyo hai. Na Biblia inasema ndio ibada yetu yenye maana. Alitaka kuwafundisha Wakristo wachanga Warumi ili wajue kuwa wao sasa wanatakiwa kuwa watu wazima. Na kile kifungu kinasema watu msifuatishe namna dunia hii. Leo tunazungumza bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema na ya kupendeza na ukamilifu. Hilo ndio neno nataka ni kusema leo. Sasa kitu cha kwanza ambacho kinatajwa hapa ni kwamba
anasema mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu. Neno nia inakaa mahali pa akili. Mgeuzwe nia zenu, mfanyike upya nia zenu. Na hii akili katika Biblia ni kitu ambacho binadamu anacho, amepewa, ameumbwa kwa mfano wa Mungu. Tunapoambiwa toeni miili yenu, viungo vyenu, manake na akili zetu. Ndio maana tunapoongoka hatuongoki tukabakiza akili nyuma, hapana. Tunaongoka na akili yetu yote iliyokuwa na waza, iliyokuwa inafikiri. Tunaanza safari mpya ya kufikiri kama Mungu anavyotaka, na kufikiri kama Mungu anavyotaka ndio hiyo kuyatambua mapenzi yake ni nini. Na akili ni mlango ambao shetani anaingia kukushambulia wewe. Anaweza kaingia katika milango mingi, lakini nataka nikwambie mlango wa kwanza ambao shetani alimuingia binadamu, Mwanzo sura ya 3 fungu cha kwanza, alimuingia kupitia akili. Kwa sababu alifika akamuuliza swali la kumtega Hawa. Ukisoma Mwanzo sura ya 3 fungu cha kwanza, eti Mungu amesema msiale matunda yote ya mti huu. Sasa hilo ni swali la mtego, kwa sababu Hawa alijua ya kwamba Mungu amesema matunda yote wanaweza kula isipokuwa matunda ya mti mmoja. Lakini shetani aligusa akili ili aitatize. Ukifika mahakamani unaona mawakili wanapomuuliza mkosaji, wanamuuliza maswali kama ya kumtega, anaweza kujichanganya kabisa anapojibu. Kwa sababu akili ndio inatakiwa ikae kwa utulivu, ndio ambayo unatakiwa kuilinda katika maisha yako yote. Kwa sisi tumeumbwa na akili, na Hawa akajibu, lakini shetani akamwambia hapana, mkila hamtakufa, lakini mtajua mema na mabaya, mtajua mambo yote ya Mungu. Sasa tunaambiwa pale Hawa alipotazama mti akaona unapendeza kwenye macho na unatamanisha kwa maarifa, kitu cha akili tena. Akaona kama nitajua mema na mabaya, ngoja nianze kuonja. Akili ni eneo ambalo shetani siku zote atacheza na wewe. Na akitaka kucheza naye anaweza kukupa simu, akili yako inataka kujua kitu. Utashangaa sana, shetani anaelekeza akili yako kujua mambo machafu tu katika simu. Unataka kwenda kuangalia filamu, utaona unakwenda kwenye mambo machafu tu, kwa sababu ameichunya akili yako kuelekea mwelekeo wake. Na Mtume Paulo anasema tufanyike upya katika nia zetu, maana katika akili zetu. Nako tuanze safari mpya, ni kujitoa sisi pamoja na akili zetu. Na anasema katika Timotheo wa pili sura ya 2 fungu cha 7 kwamba Mungu aangaze, yaani Mungu atawasaidia na nini katika kuzitumia hizo akili zetu. Akili zetu anasema Waebrania 5:14. Waebrania 5:14 anasema kwamba tusibaki wachanga tu, lakini tufike mahali akili zetu tuzizoeze kuzitumia ili tuweze kupambanua mambo mema na mabaya. Tasoma ule mstari ambao Mtume Paulo anausema katika Waebrania sura ya 5 kifungu cha 14, anasema maneno haya: lakini chakula kigumu ni cha watu wazima, yaani mambo magumu unayoambiwa, mafundisho ambao akili zao kwa kutumiwa, sio kuachwa zimekatwa, hapana, kwa kutumiwa. Lazima uwe mtu wa kufikiri, zimezoezwa. Maana yake unazifanyia mazoezi kila siku, zimezoezwa kufanya nini? Kupambanua mema na mabaya. Maana yake akili yako wewe ijue kutambua mapenzi ya Mungu ni nini, ipambanue mema na mabaya. Na katika Wakorintho wa kwanza sura ya 14 na kifungu cha 20 anasema lazima tuwe watu wazima, tusibaki wachanga, anasema Mtume Paulo. Na anaandika Wakorintho wa kwanza 4:20 anasema maneno haya, anasema lakini maana Wakorintho wa kwanza sura ya 14 inasema, sura ya 14 sio sura ya 4, sura ya 14 kifungu cha 20 anasema maneno haya, maneno mazuri: ndugu zangu, msiwe watoto katika akili zenu, lakini katika uovu mgeuzwe watoto wachanga, bali katika akili zenu mkawe watu wazima, ambao mnaweza mkapambanua jambo jema.
tumieni akili zenu kama ipasavyo. Anasema Wakorintho wa kwanza sura ya 15 na kifungu cha 34. Tumieni, maana Mungu ametupa akili, na kama Mungu ametupa akili tuzitumie kama ipasavyo, kwa uakili tutumie kama Mungu anavyotaka. Lakini akili inaweza kupotoshwa na shetani kama nilivyosema. Na ukisoma Waefeso 4:18 anasema akili zao zimetiwa giza. Anacheza na akili yako mpaka anaipofusha, alafu utashangaa wewe daima unawaza mambo mabaya tu. Hauwezi kuwaza mambo mema, maana huko shetani kacheza na wewe mpaka ameikunja akili yako. Sasa mwelekeo wake unabaki mambo mabaya tu. Na Mungu katika Warumi sura ya kwanza na kifungu cha 28 hivi na kuendelea, anasema Mungu katika kuwahukumu akawaacha katika fahamu zao, akawaacha katika akili zao, kwa sababu walikataa kumtafakari Mungu. Lakini nataka niwaambie ndugu zangu, sisi tunachotaka mtu akiongoka, akisema nimeokoka, asitulilie machozi hapa tu, haitoshi. Tunataka mtu anayelia machozi hapa afute machozi yake, alafu aanze kufikiri namna ya kuzoeza akili yake ifanye mambo ya Mungu. Tena sio hivyo tu, lakini katika viwanja vyote. Unajua sisi wachungaji au niseme kanisa lina wajibu mkubwa hatujapata kuona, kwa sababu unapomwona mwanasiasa anasimama kwenye jukwaa anasema uongo, usiseme uongo huyo, wanasiasa ni waongo. Ujiulize, je, uliweza kumfundisha ajue namna ya kuzoeza akili yake kutafakari mapenzi ya Mungu? Akisimama kwenye jukwaa ajue sasa niko katika kazi ya Mungu. Na Mkristo yoyote popote alipo, Biblia inasema anatakiwa kuwa chumvi, awe na ushawishi kwa watu wa kuwavuta kwa Mungu. Anatakiwa pia sio awe chumvi tu, awe nuru, ili aangaze matendo mema. Hata anavyofikiri na kusema, watu waseme huyu sio wa kawaida. Na hilo ni jukumu la kanisa kufundisha watu. Na mimi nasikitika sana, kwa sababu katika dunia hii wamesomeshwa watu sana kwa kazi hiyo, lakini wanaweka silaha chini, wanakwenda kufuatisha namna ya dunia inavyoishi, wanakaa wanasikiliza. Kumbe tuna wajibu. Na unajua sisi kanisa, Wakristo wetu tuwatie nguvu. Sisi wajibu wetu sio kuwapa majawabu, hapana. Sisi wajibu wetu ni kuwapa changamoto kwamba ukiwako pale muulize Mungu anataka ufanye nini. Huo ndio wajibu wetu. Mimi hapo siwezi kutengeneza majibu ya kisiasa, mambo ya kilimo, mambo ya fedha, siwezi. Mimi sio kazi yangu. Kazi yangu mimi nataka mtu ajue akitoka hapa amefundishwa ya kutosha, akili yake imeelewa, akifika kule ni mtu wa fedha, ajue wajibu wake ni kuwa mwaminifu. Ajue hilo. Na Mungu atusaidie, kwa sababu tuna kazi kubwa kuliko tunavyofikiri. William Wilberforce Mwingereza alikuwa kwenye kikundi cha maombi, alafu alisikia Mungu anamwambia awe mbunge. Lakini kitu kilichowekwa katika moyo wake, akawaambia wenzake, kitu kimewekwa katika moyo wake, naona watumwa wanaochukuliwa Afrika na kuletwa huku Uingereza, alafu tunawatumia kujenga uchumi wa Uingereza, naona si sawa. Hawa wameumbwa kwa mfano wa Mungu kama sisi. Kitu kile kikamuuma. Tunataka watoto wa Mungu wawe wanaumia katika viwanja vyao, kuna jambo lisilo sawa, na wao waseme si sawa jambo hili kuendelea namna hii. Waseme katika maisha yao. Maana Mungu atawapa hizo nafasi. Nafikiri umepewa miaka ya kuishi kwa sababu gani? Kwa sababu gani? Lazima ujiulize, wewe mama, wewe baba, wewe kijana, kwa nini Mungu amekupa miaka ya kuishi? Lazima ujue ana kazi na wewe, na kama ana kazi na wewe, lazima umuulize Mungu kazi gani. Kiu ya Wakristo wengi, unajua, hata tunapokuja kanisani kwenye mkutano kama hii, tunataka Mungu ajibu mahitaji yetu. Tunataka Mungu atujibie matatizo ya nyumbani. Tulileta watu hapa, jamani, njoo tunataka kuombewa. Hakuna ubaya. Lakini nataka kusema hatari moja ni hii, ya kwamba tutakuja mbele za Mungu kukinga mikono yetu, lakini Mungu anapotaka kutoa kitu chake tufanye, tunageuza uso. Mungu anasema, mimi nataka nini? Mgeuze nia zenu ili mjue mimi Mungu nataka nini kwenu, na mimi nataka kupokea kutoka kwenu. Lakini sisi tunataka kupokea kutoka kwake tu basi peke yake. Na Mungu atusaidie tufunuliwe hapo kwamba
dawa, njia sio kuomba kila siku. Saa ifiki na wewe utoe, na Mungu anataka utoe katika maana ya kufuata mapenzi yake. Na mimi nataka kutaja mambo machache humu ambayo nitaka sisi tutaomba chakula, tutaomba afya, tutaomba kazi, tutaomba mambo mengi, tutaomba ushindi kwenye maisha, lakini Mungu anasema sawa. Ndio maana alisema katika Mathayo 6:33 kwamba tafuteni kwanza ufalme wa Mungu na hayo mnayokuja kuniomba mtapewa. Lakini mnakosea ninyi, hamngoji mimi niwape. Mnataka tu kwamba mimi hamngoji mimi nichukue kutoka kwenu, mnataka tu mimi ndio niwape. Mimi nitatoa, lakini nataka mjue pia kwamba na mimi niliwaumba muwe sifa ya utukufu wangu, mimi nitukuzwe mnavyoishi kule duniani. Ndio lengo la Mungu kutuweka. Hata na mimi nimebaki mpaka leo, hakuna sababu nyingine. Mungu bila shaka ana makusudi na mimi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka kutaja mambo mawili kwa sababu muda wetu unaenda sana. Nataka kutaja mambo mawili. Nataka kutaja mambo mawili ambayo Bwana wetu Yesu Kristo aliyafundisha. Haya mambo mawili yachukuliwe kama mapenzi ya Mungu kwetu. Yaani Mungu anataka tuweje katika viwanja vya maisha yetu, katika maisha yetu Mungu anataka tuwe namna gani? Nataka kutaja mambo mawili ambayo wewe umeyazoea sana, unayajua, lakini katika Biblia Mungu anayaweka na kuyaweka sawa ili tusipotoshwe kama hawa walivyopotoshwa. Mungu amesema nini, alafu shetani anaweka kitu kingine, na sisi tukapotoshwa. Mungu amesema nini, alafu dunia ikaweka kitu kingine, alafu tukabaki tunakwenda kama dunia inavyotaka. Lazima hapo Mungu atusaidie kupona. Nataka kusema jambo la kwanza, upendo wa Mungu katika maisha yetu. Ni jambo ulilozoea, lakini nataka kulisema kwa mzigo na kwa namna tofauti. Upendo wa Mungu katika maisha yetu. Unajua katika Mathayo sura ya 5. Kwanza katika Mathayo sura ya 22, na nianze na Mathayo sura ya 22. Mathayo sura ya 22 anasema, Mathayo sura ya 22 na kile kifungu cha 37 anasema maneno haya. Bwana, imeandikwa na mwinjilisti Mathayo. 22 Mathayo 37 anasema mwanasheria mmoja na Mafarisayo waliposikia kwamba amewafunga vinywa wale Masadukayo, walifanya shauri pamoja. Mmoja wao mwanasheria akamuuliza kimjali Bwana Yesu, mwalimu, katika Torati ni amri ipi iliyo kuu? Akamwambia, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa akili zako zote. Hii ndio amri iliyo kuu, tena ya kwanza. Na ya pili yafanana nayo ni hii, mpende jirani yako kama nafsi yako. Akasema, umejibu vizuri. Na mimi nataka kusoma hapo katika Biblia, Yohana sura ya 13 kifungu cha 34. Yohana 13:34, neno linasema, Yohana 13:34, sikiliza Yesu alivyowaambia wanafunzi wake, amri mpya na wapa. Kwenye Mathayo tumesoma yale ni maneno ya Agano la Kale. Amri mpya na wapa, mpendane kama vile mlivyowapenda ninyi, nanyi mpendane hivyo. Hivyo watu wote watatambua kuwa ninyi mmekuwa wanafunzi wangu mkiwa na upendo ninyi kwa ninyi. Mpendane, anasema, ili watu wote wajue ya kwamba ninyi ni wanafunzi wangu. Tena mpendane kama mimi nilivyowapenda ninyi. Mtume Paulo anaandika katika Wakorintho wa kwanza sura ya 13 kifungu cha kwanza, anasema, kama mimi sina upendo, mimi basi nimebakia kama debe tupu. Anasema katika Wakorintho wa kwanza sura ya 13, na ni maneno ambayo ukisoma wakati mwingine unasoma haraka, lakini unaweza kukuta pengine hatuelewi maana yake nini. Kwa sababu anasema, nijaposema kwa lugha za wanadamu na za malaika, kama sina upendo, nimekuwa shaba iliyo na upatuvu wangu. Tena nijapokuwa na unabii, naweza kutabiri mambo na kujua siri zote na maarifa yote, nijapokuwa na imani timilifu kiasi cha kuweza kuhamisha milima, kama sina upendo si kitu. Tena nikitoa mali zangu zote kuwalisha maskini, tena nikitoa mwili wangu niungue moto, kama sina upendo haifaidi kitu. Lazima ujiulize swali, kwani upendo ni nini? Na unajua anajaribu kueleza Paulo pale kifungu cha 4, upendo huvumilia,
upendo hufadhili. Lakini bado unaona kama hivi, mbona sasa kama upendo hufadhili, hukarimu, sio nimewapa maskini, sio nimechukua nimewapa maskini. Sasa kwa nini anasema hata kama utawapa maskini kiasi gani, kama huna upendo wewe si kitu? Kwa lazima ujiulize swali hilo la msingi. Sasa twende Mathayo sura ya 5. Mathayo sura ya 5 na kifungu kile cha 43. Mathayo sura ya 5 kifungu cha 43, Bwana Yesu anaweka hilo jambo vizuri zaidi ili tuelewe. Paulo anaposema hata kama utatoa kitu namna hii, lakini kama huna upendo si kitu wewe, tuelewe sasa upendo ni nini, kwa sababu Yesu amesema mpendane kama mimi nilivyowapenda ninyi. Lazima utafakari hapo, yeye alitupendaje? Ni kitu gani hicho cha tofauti anachokileta ambacho sisi tulikuwa hatuna? Katika kifungu cha 43 anasema, mmesikia kwamba imenenwa umpende jirani yako na umchukie adui yako. Lakini mimi nawaambia, wapendeni adui zenu, waombeeni wanaowaudhi, ili mpate kuwa wana wa Baba yenu aliye mbinguni. Maana yeye huangazia jua lake waovu na wema, huonyeshea mvua wenye haki na wasio haki. Maana mkiwapenda wawapendao, ninyi mwapata thawabu gani? Hata watoza ushuru nao je, hawafanyi yoyo hayo? Tena mkiwaamkia ndugu zenu tu, mnatenda tendo gani la ziada ambacho ni tofauti? Hata watu wa mataifa nao hawafanyi kama hayo? Basi ninyi mtakuwa wakamilifu kama Baba yenu wa mbinguni alivyo mkamilifu. Bwana Yesu asifiwe. Hapa pana ufunguo wa sisi kujua Yesu anaposema mpendane anataka kusema nini. Sisi ni wale tuliojitoa kwa Mungu na kufanyika upya, tunaitwa kuishi upendo wa Mungu. Na ni rahisi kuongea upendo wa Mungu, ni rahisi. Unajua sio jambo gumu, lakini kuishi. Na nataka niwaambie, dunia, tunataka kutazama kifungu hili. Dunia ina upendo wake wa aina yake, hakufanani na upendo wanaosema Yesu. Sisi tunaitwa kuishi upendo wa Mungu. Kuna tofauti kubwa. Sisi tunaitwa kupenda kama Mungu alivyopenda, tofauti na dunia inavyopenda. Na Yesu ametuwekea vizuri hapo. Unajua mafundisho yake yanasemaje? Yanasema, anaanza kwa kusema, mmesikia kwamba imenenwa. Maana haya ndio maisha wanayoishi. Imenenwa maanake ni kitu kinachoeleweka katika akili za Wayahudi na mahali pengine pengi. Ninyi mnajua, anawaambia. Na maneno yanayonenwa ni haya, tena ni watu wa dini, umpende jirani yako na umchukie adui yako. Sasa katika Walawi 19:18 kuna hayo maneno, mpende jirani yako kama nafsi yako. Lakini Wayahudi, kama niliwaambia, shetani ni mjanja sana. Wayahudi wakafanya kitu pale hapa, wenyewe wakaongeza kitu ambacho hakiko kwenye maandishi. Kifungu cha 43, mmesikia kwamba imenenwa umpende jirani yako na umchukie ndugu yako. Maneno yale umchukie ndugu yako hayako kule, lakini Wayahudi wameyaweka, kwa sababu hili ndivyo dunia inavyokwenda, ndivyo inavyoishi. Na sisi kama watoto wa Mungu tunatakiwa kuishi kwa utakatifu, kwa sababu yeye alisema mtakuwa watakatifu kama mimi nilivyo mtakatifu. Kwa hiyo sisi tunatakiwa kuchukua ile ya Mungu. Sasa wenyewe Yesu anasema mmetuwekea ile ya kidunia, umpende jirani yako, umchukie adui yako. Sisi tunaofuata Mungu hatuwezi kwenda na hiyo. Yesu anasema, anakataa kabisa Bwana Yesu. Nataka ulishike bwana. Chaulelo anasema, lakini mimi nawaambia wapendeni adui zenu, waombeni wanaowaudhi. Tofauti. Mimi mpende jirani yako, umchukie adui yako. Mimi ninawaambia wapendeni adui zenu. Ameondoa ule neno umchukie adui yako. Sasa unajua shetani
wakaacha kama nafsi yako. Na Yesu neno linasema mpende jirani yako kama nafsi yako. Wenyewe wakanyofua kama nafsi yako, wakaweka umchukia adui yako. Ni ajabu. Nataka niwaambie, shetani ni mjanja sana. Akitaka kupotosha hawezi kuleta uongo peke yake, ataleta nusu kweli na nusu uongo. Sasa nusu kweli ndio ile mpende jirani yako, nusu uongo umchukie adui yako. Akichanganya hii chakula chake alichokipika akakachanganya vizuri, wewe hauoni ile pilipili, unaona uzuri wa chakula. Hauoni kile kitu kibaya, unaona kile kitu kizuri. Umpende jirani yako, unaishia hapo. Lakini ameshapanda mbegu kwako, adui ndio akumchukia. Ameweka nusu kweli na nusu uongo. Na yeye Bwana Yesu anaona hili limepotoshwa. Mimi nataka niwaambie wapendwa wangu, shetani anacheza huu mchezo kila leo. Kwa mfano tu, katika kitabu cha Kianglikana, ibada ya ndoa kuna katika Waefeso 5:22, enyi wake watiini waume zenu. Ndio neno la Mungu linalosema enyi wake watiini waume zenu. Ukichukua kitabu cha ndoa cha Waanglikana cha zamani ilikuwa na hilo, cha sasa wamenyofua hiyo. Watiini waume zenu wamenyofua. Maana mama wanapiga kelele, tunakandamizwa, wakaona njia nzuri ya kuwaridhisha kina mama ni kunyofua haya maneno ya Biblia na kuweka maneno, wameweka maneno yao. Kwa hiyo mama anajisikia vizuri asiposema utamtii mwanamume huyu, ndio anajisikia vizuri kama sijaulizwa kumtii. Lakini neno la Mungu ndio limesema enyi wake watiini waume zenu. Nani anaweza kubadili hilo isipokuwa shetani? Amepenya, ameingia, akawapulizia wakina mama, wakina Hawa wakaridhika, na wababa nao wakasema nyofo. Ukienda kitabu cha Walutheri, wamechukua mstari ule na wenyewe wakahangaika. Wanaume sasa, wamama wanalalamika, wanapiga kelele, tutabalance vipi hapa? Wenyewe wakasema haya, sisi tutawaambia enyi wake watiini waume zenu, na wanaume nao tuwaambie na nyinyi wanaume mtawaheshimu wake zenu na kuwatii. Kwa hiyo kitabu cha Kilutheri kinamtaka na mwanaume amtii mke wake, lakini Biblia haijasema hivyo. Kila mtu anajaribu kuona tutaishije katika dunia hii. Ndio ilikuwa tasema Wayahudi wakasema, sasa mambo yamekuwa magumu, tutaishije hapa? Kwa hiyo njia ni kunyofua hapa, kupachika hapa. Na ukipachika kitu ambacho wewe unapenda, moyo wako unaridhia, maana shetani amekupaka mafuta vizuri. Kwa hiyo unakwenda unasema sawa, adui yako bwana ni kumchukia tu, hakuna jinsi nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa mimi nataka kuambia, Bwana Yesu anasahihisha. Akasema, lakini mimi nawaambia. Akishasema Bwana Yesu, binadamu hawezi kubadili. Hawezi. Nilikuwa Dar es Salaam nimefundisha, mama mmoja akasema mimi na neno. Nikasema njoo useme. Baba mchungaji njoo, neno njoo sasa. Siku ile kwenye ndoa mimi sikuelewa kwamba kwenye Biblia umeandika enyi wake watiini wake zenu. Ni wewe waume wake watiini waume zenu. Ningejua ningesema hivyo neno. Mchungaji huko niambie. Na mimi nikamtetea mchungaji, nikasema huyu ni mhanga tu wa matokeo ya kazi ya kanisa. Huyu ni mhanga tu. Wao waliotengeneza hiki kitu wamekubali, wameweka na majina yao kwamba ikiende kanisani. Nataka kusema Biblia inasema mtu yote asiongeze wala kupunguza. Si unasoma Biblia? Sasa shetani huwa anaingia, anapenda. Na nyinyi wasomi wa Biblia na wa teolojia, kaeni na teolojia zenu huko, kama zinapotosha neno la Mungu, kama zinalibeba neno la Mungu, njooni na teolojia zenu. Sasa tunaendelea. Kifungu cha 44, mimi nawaambia, msingi wa Yesu kusema mimi nawaambia wapendeni adui zenu, msingi wake ni kifungu cha 45 ambacho kinasema ili mpate kuwa wana wa Baba yenu aliye mbinguni. Sasa
maana yeye huwaangazia jua lake waovu na wema, huonyeshea mvua wenye haki na wasio haki. Watu wa duniani hawafanyi hivyo. Mungu Baba yenu anaweza kuleta baraka kwa wote. Watu wa duniani hawafanyi hivyo kwa maadili zao. Anasema maana hata watu wa duniani wanasalimiana wanaopendana. Sasa ninyi mkisalimiana na wale wanaopendana peke yake, ile mna jambo gani la ziada? Mnaleta tofauti gani duniani? Ndio maneno ya Yesu. Amen. Ndio Yesu anasema. Maana Yesu anasema, nyinyi chukueni tabia ya Baba yenu wa mbinguni, ambaye analeta jua kwa waovu na wema, analeta mvua kwa watu wabaya na wasio wabaya. Yeye Mungu ana upendo ambao sasa unashuka, hata unashukia wale ambao wewe unatatizika nao. Ndio maana maneno yale, mtakuwa watakatifu kama mimi nilivyo mtakatifu, kwa sababu katika utakatifu wa Mungu umo upendo ule. Katika utakatifu wa Mungu amri mpya nawapa, mpendane kama vile mimi nilivyowapenda ninyi, naye mpendaneni. Maneno mazuri lakini ya ajabu makubwa sana. Maana kupendana kwetu, upendo wa Mungu usiobagua. Unajua sisi wanadamu, sisi ninyi na mimi tunasema hivi, nitakupenda kama utanikopesha. Tunasema mbele, kama ukiweza kunipatia ada ya mtoto, na mimi nitakupenda wewe. Ndio tunafanya. Au huo unatazama mbele huko utakavyomfanyia. Au aseme nakupenda, yani jamani, huyu aliwahi kunipa mimi pesa nilipokuwa na shida. Unampenda kwa sababu aliwahi kukupa hela. Unatazama nyuma. Sisi tunaitwa kupenda kama Bwana Yesu. Asiyependa kama utafanya hivi au kwa sababu. Anasema Warumi 5:8, aliwapenda katika udhaifu wao, katika shida zao, katika matatizo yao, katika ubaya wao, katika uovu wao, akashusha upendo. Na Yesu alisema pale msalabani, Baba wasamehe kwa kuwa hawajui wanatenda. Unajua ni kama kusema Baba wasamehe, hawajaujua upendo wako. Uwasamehe. Wangejua upendo wako wasingekuwa wananipiga hapa, maana mimi nafanya kwa ajili yao. Na pendo, sisi tunapenda, lazima tujifunze kupenda, kwa sababu pendo